Ukiwa unafuatilia true crime documentaries, hizi documentaries ambazo zinaelezea wahalifu, mambo walioyafanya, especially hawa ambao wanaonesha traits za kutaka kuwatoa watu maisha, yani wanaenjoy kumtoa mtu maisha, huwa tunawaitaga psychopath. So nikajiuliza, katika hizi story nyingi ambazo nazifuatilia, nyingi sana, kwa mfano kama kina Jeffrey Dahmer, huwa wanaanza kuonesha dalili hizi wakiwa bado wadogo. Nikajiuliza, inawezekana ikawa ni malezi ya wazazi ndio yanasababisha watoto hawa kubadilika na kuwa hivi, au mazingira, au ndivyo walivyozaliwa. Kwa hiyo kuna story kama 3 hivi nimezifuatilia zinazohusu watoto ambao walikuwa ni serial killers, na nikaja kugundua kwamba somehow, somewhere, makuzi ya wazazi yanachangia mtoto kubadilika na kwa hivyo. So twende tukasikilize hii story ya watoto ambao ni the most dangerous, ni hatari, ambao walikuwa ni serial killers na wakafungwa kwa sababu ya kuua watu. Na hawa watoto ni wadogo, sio ambao tunaweza tukahisi labda miaka 15, 16, hapana. Tuanzeni na story ya Maribel, ambaye ni mtoto anayetajwa kwamba alikuwa ni dangerous, alikuwa ni hatari, ni mtoto ambaye alifanya mauaji ambayo yaliwashangaza watu wengi sana. Maribel alikuwa amezaliwa mwaka 1960 na kitu huko nchini Uingereza, na unaambiwa alipofikisha miaka 11 alikuwa tayari amefanya mauaji ya watoto 2 ambao wote walikuwa ni watoto, na wengine walikuwa wanacheza nao mtaani. Na unaambiwa wale walikuwa wanamfahamu Maribel, alikuwa akikaa darasani, ni mtoto ambaye ni korofi, ni mtukutu, ni mgomvi, yuko very violent, anapiga wenzake. Imagine mtoto wa kike ambaye ana miaka 11 yuko violent, anapiga watoto wenzake, na hata watoto wa kiume walikuwa wanamuogopa. Ilifikia point watoto wenzake walikuwa hawataki kucheza na yeye kwa sababu ya hiyo tabia yake yeye ya kuwa violent. Kitu ambacho kinanishangaza kwenye story ya Mary ni timeline ya matukio ambayo ameyafanya. Timeline ya haya mauaji aliyokuwa anayafanya. Sikiliza hii. Mwaka 1968 ambapo Mary sasa alikuwa anaenda kutimiza miaka 11. Hii ilikuwa ni mwezi wa 5, tarehe 11. Kuna kijana mdogo ambaye alikuwa ni kama rika lake, alikutikana kwamba amedondoka, na inasemekana kwamba alikuwa amekuwa pushed kutoka kwenye almost 47 kutoka juu, yani kama kutoka kwenye roof ya nyumba mpaka chini. Huyo mtoto alikutikana kwamba ana damu na alikuwa ameumia, na baadaye wakawa wamempelekea matibabu na kila kitu, na kuja kugundua kwamba alikuwa yuko sawa na hakufariki. Yule mtoto alikuwa hajui ni nani alikuwa amempush, kwa sababu inasemekana kwamba alikuwa anacheza na wasichana 2 ambaye ni Mary na Norma. Norma ni rafiki yake na Mary ambaye ni jirani, wanakaa naye karibu. Kwa hiyo Mary alikuwa hana marafiki, lakini huyu Norma ndo alikuwa shoga yake mkubwa sana. Kwa hiyo inasemekana kwamba hawa 2 walikuwa wamempush, lakini yule mtoto kwa sababu alikuwa hajui nani alikuwa amempush na alikuwa hayupo aware kipindi anapushiwa, kwa hiyo kesi kama ikawa imepitia tu, like ilikuwa ni accident, ilikuwa ni ajali, kwa hiyo liende. Mwezi huo wa 5, tarehe 26 mwaka huo, Mary inasemekana kwamba alimuua mtoto mwingine ambaye alikuwa anaitwa Martin Brown. Inasemekana kwamba Mary alimuua Martin Brown kwa kumnyonga, kwa kumsuffocate, na hapa walikuwa kwenye nyumba ambayo ni kama mapagara. Kulikuwa kuna kipindi kwenye sehemu ambayo walikuwa wanaishi, kuna watu walikuwa wamehamishwa kwenye nyumba, nadhani zingine zilikuwa mbovu, nyingine zilikuwa zinatakiwa kubomolewa. Kwa hiyo kuna nyumba ambazo zilikuwa bado zipo, lakini zilikuwa kama mapagara. Kwa hiyo Mary alikuwa na Martin Brown kwenye hiyo nyumba huko kwenye chumba kimoja hapa ambacho ni kiko juu. Kwa hiyo inasemekana kwamba Mary alimuua yule mvulana kwa kumnyonga, na baadaye watoto wengine ambao walikuwa wanacheza maeneo hayo walikuja wakamkuta Martin tayari ameshafariki, akiwa ana damu kwenye mdomo, lakini pia ana mapovu. Lakini according to wale ambao walikuwa wameupima ule mwili, walikuwa wanasema kwamba kulikuwa hakuna violence ambayo imetumika sana. Inavyoonekana kwamba alikuwa amepewa kama kitu substance au sumu ambayo ilikuwa inasababisha kwamba Martin afe. Lakini pia kulikuwa kuna sign ya nyuzi za nguo ambazo kidogo zilikuwa yani walikuwa hawajui ni nguo za kina nani. Kwanza ile ilikuwa sio nguo ya Martin, kwa hiyo kwa wanajiuliza kwamba hizi ni nguo za nani. Kwa hiyo Mary hakuwa bado suspect kwenye hiki kitu, kwenye hili tukio ambalo alikuwa amelifanya. Nasemekana kwamba alikuwa amemuita tu wacheze kama kawaida yake, alikuwa na hiyo tabia, anawaita watoto, joeni mcheze, chezeni na mimi, and then anawafanyia vitendo ambavyo sio vizuri, violent, anawapiga saa nyingine, na hatimaye hata wengine alikuwa anawaua kama huyo Martin Brown. Kilichokuwa kinanishangaza kitu kingine ni kwamba Mary alikuwa hana huruma, to a point kwamba baada ya kufanya mauaji haya walienda shuleni na kuandika ukutani, waliandika kwenye ubao na ukutani kwamba yes,
I killed Martin. Yes, we killed Martin so that we can come back. Yani maneno kama, yani ninayataja haya maneno exactly ambavyo yalikuwa yameandikwa. Meaning kwamba yalikuwa yanamaanisha ndio nimemuua Martin, ndio tumemuua Martin, meaning kwamba yeye na Norma, yule shoga yake ambaye ndo rafiki yake mkubwa na Mary. Kwa hiyo bado ikaonekana kama ni prank. Inawezekana hawa watoto wanataniana. Inawezekana Mary sio suspect wa hili swala. Japokuwa police tayari walikuwa wameshawaambia local authorities kwamba hebu muangalieni huyu mtoto, she's very violent, ni mtoto ambaye anapenda ugomvi, anapenda nini, lakini mwekeni kwenye macho yenu, yani mwekeni kwenye rada yenu. Lakini ndio hivyo, bado Mary hakuwa suspected kama amemuua. Turudi kwenye timeline yetu. Tarehe 31 mwezi wa 7, huu ni mwezi mmoja na siku kadhaa baada ya Mary kufanya kitendo kingine kile ambacho alikuwa ametoa maisha ya Martin Brown, na haikujulikana kwamba ni yeye ndo amefanya kwa kitendo. Hivi sasa mtoto mwingine anaitwa Brian Oy, inasemekana kwamba amepotea nyumbani kwao, ni haonekani. Na inavyosemekana mama yake mara ya mwisho alikuwa amemuona Brian na hawa watoto wengine kwamba walikuwa wanacheza, Mary na Norma walikuwa wanacheza mtaani. Kwa hiyo akili yake ikajiclick kwamba sina uhakika na Mary. Mary ni mtoto ambaye tayari walikuwa wako warned, tayari walikuwa wameshaanza kumuhisi kwa vitendo ambavyo anavifanya. Ni mtoto ambaye alikuwa violent na tayari alikuwa na historia hata ya kutaka kuwanyonga watoto wa kike wengine na mpaka familia zao kwenda kushtaki. Kwa hiyo wakawa wanajiuliza ni nani ambaye amefanya kitendo. Kwa hiyo wakaenda kuripoti polisi, na baadaye wenzetu waga na kitu wanitaga search party. Ni kama vile wana organize watu wanaenda kwanza kutafuta, hata ni wana kijiji labda wanashirikiana na mapolisi, au labda watu wanaoka kwenye hilo eneo wanashirikiana na mapolisi kwenda kumtafuta huyo mtoto. Kwa hiyo wakawa wameenda na baadaye wakampata Brian. Inavyosemekana alikuwa amefichwa kwenye majani, tayari alikuwa ameshakufa, na inavyosemekana kwamba kifo chake kilikuwa kimesababishwa na kunyongwa, na alikuwa amezibwa pua katika kifo chake, lakini pia alikuwa amekandamizwa na miguu, na hii miguu ni miguu ya mtoto, sio mtu mzima. Sijui unaelewa? Kwa hiyo yani directly wakawa wamehisi inawezekana ikawa Mary. Na kwenye huu mwili wa Brian walikuta pia nyuzi za nguo ambazo inasemekana ndani ya nyumba ya kina Brian hawana nguo, hawana fabric ya namna hiyo, lakini hizo zilikuwa zinafanana na rangi ya gauni ya Norma na Mary. Kwa hiyo hivyo vitendo tayari alikuwa Mary alikuwa ameshavifanya. Na baadaye walivyoanza kubanwa, Norma akaenda akaconfess kwamba kweli ni Mary alikuwa amefanya hivyo vitu, na yeye alikuwa anasikiliza tu Mary anachomwambia, sio kwamba yeye alikuwa na aim ya kutaka kufanya kitu chochote. Kwa hiyo Mary alikuwa ni mtu ambaye anaonekana most of the time yeye ndio yupo kiongozi, ndio yuko kimbelembele. Basi Mary na Norma wakawa wamefungwa, na wakawa unajua kwa sheria za nchi nyingi mtoto ambaye hajatimiza miaka 18 hauwezi kaenda kumhukumu kifo. Kwa hiyo mnakuwa wanafungwa kidogo, and then baadaye wanakuja kutolewa na kupewa identity mpya. Ndio kilichofanyika kwa Mary. Lakini sasa nataka turudi nyuma tujue kitu gani kilichomfanya Mary mpaka akaja kuwa vile. Inavyosemekana Mary alivyokuwa mdogo, kwanza Mary alikuwa anaishi kwenye familia ambayo mama yake alikuwa anajiuza, na alikuwa anajiuza mtaani. Lakini pia ilikuwa inasemekana Mary ndo alikuwa ni mtoto wa kwanza kwa mama yake akiwa na miaka 17, na ilikuwa inasemekana kwamba sio mama yake alikuwa anamtaka awe na yule mtoto, lakini ndo vile. Kwa hiyo mama yake akawa hampendi, hamjali, hamfanyii yani kama vile mtoto anavyotakiwa kupendwa, unajua kwenye familia. Kuna kipindi mama yake kwa sababu anajiuza alikuwa analeta clients kwenye nyumba, unaelewa? Na ilifika point ambayo mama yake alikuwa anaruhusu wale clients kumuingilia Mary. Kwa hiyo nikaa nimejiuliza, inawezekana kwa kiasi kikubwa sana mama yake na Mary alikuwa amesababisha Mary kuwa vile. Kumbuka kwamba mama yake na Mary pia kuna kipindi alitaka walitaka kumuadapt, yani wauze yule mtoto, lakini mama yake akawa amekataa. Na kuna kipindi Mary alikuwa tayari adopted na mtu mwingine, na mama yake akaenda akamchukua, lakini bado alikuwa hamuoneshi mapenzi. Na kuna kipindi inasemekana kwamba mama yake Mary alikuwa anaweza akamdondosha makusudi, anaweza akampiga makusudi, na alikuwa ni mtoto ambaye ni mdogo sana, na alikuwa anapitia abuse sana kwenye familia yake. Hii ni story moja tu ambayo inahusiana na mtoto. Ukiangalia background yake unakuja kugundua kwamba ni familia imesababisha hivi. Kuna story ya Amerjad Sada ambaye ni mtoto mdogo, na yeye ambaye amefanya vitu vikubwa, unabaki unashangaa. So we're gonna get to Amerjad Sada kwenye story nyingine. Hii ilikuwa ni story ya Mary Bell. Bye.